Unatizama Pambazuka On Air. Harakati za Pambazuka On Air zinaendelea na kila siku zikizidi kusonga mbele, miezi ikizidi kusonga mbele, tunakutana na watu mbalimbali ambao wako Ulaya kwa ujumla, sehemu tofauti tofauti, na kuweza kuongea nao mawili matatu. Lakini leo ni furaha kubwa sana nilikopo nayo. Naomba nimkaribishe kwenu kiongozi rasmi kabisa wa BAMBATA Ujerumani. Karibu ka. Asante sana. Sijui nianze na shikamoo, habari, mambo vipi? Mwanangu, zote zinakubarika. Shikamoo, habari, mambo vipi? Zote zinakubarika kwa sababu wewe ni mwanangu ambaye tumekuwa tukishirikiana kwenye mambo mengi. Ndio. Na pia tukiishi maisha. Kwa hiyo shikamoo, jambo na habari gani, zote ni sawa. Nashukuru sana kuwepo hapa. Kabla hujajitambulisha, kwanza kwa kule nyumbani, shikamoo ina maana kubwa sana. Vipi hapa Ujerumani inachukuliwaje salamu ya namna hiyo? Ya, kwa hapa Ujerumani ni kwamba inahitaji ufafanuzi kueleza shikamoo ni nini, kwa sababu kwenye lugha za hawa wenzetu shikamoo haipo kwenye kutofautisha mkubwa aliyokuzidi umri na yule mdogo. So kwa hiyo shikamoo kwetu inamaanisha ya kutoka kwa mdogo inaenda kwa mkubwa. Unasema shikamoo kaka, shikamoo baba, shikamoo dada. Lakini kwa wenzetu hawana hiyo lugha. Kwa hiyo watoto wetu ndo tunatakiwa kuwafundisha hivyo, kwamba kuna tofauti ya salamu kulinganisha na umri. Jitambulishe sasa. Ya, mimi naitwa Nyika. Okay. Ya, kutokea East Africa. Ndio. Ya, na sema East Africa ni moja, lakini zaidi ni kwamba natokea Tanzania. Ya, kwa hiyo niko kwenye hizi harakati za Kiswahili na kuendeleza haya mambo ya ushirikiano wa watu wa Afrika Mashariki, kwa sababu tunashare kitu kimoja ama viwili ambavyo ni utamaduni na lugha. Kabla hatujaenda huko, kwanza Nyika, kwa muda gani sasa huko hapa Ulaya au Ujerumani? Hapa Ulaya niko kwa muda takriban miaka 18. Miaka 18. Ujerumani. Kwa ni nyumbani hapa sasa? Hapa ni nyumba ndogo, hapa ni nyumba kubwa pia. vyote yani ni Wajerumani wanaita Zweite Heimat. Yani ni nchi ya pili, ama ni maisha yangu ya pili yako hapa, lakini bado maisha yangu ya kwanza bado yako nyumbani, bado East Africa, Tanzania ni nyumbani. Uliishi sana Dar es Salaam? Au mkoa gani hasa uliishi pale Tanzania? Mimi kwa kuzaliwa nimezaliwa Nyanda za Juu Kusini, mkoa wa Mbeya, sehemu inaitwa Kyela. Ya, lakini pia kwa asili ni mchanganyiko wa watu wa kutoka Iringa, Wahehe na Wanyakyusa. Kwa hiyo nimeishi hizo sehemu mbili, Kyela na Iringa. Lakini baadaye kama ilivyo kwenye sehemu zote za Afrika, wazazi waliamua kwenda kutafuta maisha yao Dar es Salaam. Kwa hiyo nimefika Dar es Salaam nafikiri nikiwa darasa la 5 ama la 6. Naweza nikasema nikiwa mtu sio mtu mzima, lakini nikiwa mtu najielewa. Mimi sijazaliwa Dar es Salaam, lakini nimefika nikiwa katika umri huo. Kwa hiyo niliweza kuchanganya mentality ya vijijini na ya mjini. Kwa hiyo kuanzia darasa la 6 mpaka elimu yangu ya sekondari nimesoma pale Kisarawe shule ya msingi Gerezani, na elimu ya sekondari nikaipata pale Tambaza. Kwa hiyo naweza nikasema nina mchanganyiko wa mashambani na mjini. Ukiwa mwanaharakati mmoja ambaye umekuwa ukipigania Kiswahili au lugha ya Kiswahili hapa Ujerumani kwa muda mrefu kupitia programu yako ya BAMBATA, labda tu kwanza nikufahamishe kwa wewe ambao unatutizama sasa kwamba Nyika ana BAMBATA. BAMBATA ni party au ni project ambayo inakutanisha watu wa East Africa kutoka sehemu mbalimbali, lakini pia Afrika kwa ujumla, na takriban mwaka kama wa 10 sasa imekuwa ikifanyika kila mwaka
mara moja hapa Cologne Ujerumani, ukiwa kama mwanaharakati Yes. wa Kiswahili ambayo, kwa sababu kuna wanaharakati wengine wanakuwa wanaonekana, wanakuwa wako visible. Yes. Lakini wewe uko sana kwenye nyuma ya pazia. Lakini mwanaharakati mkubwa sana. Ungeweza kukiongelea Kiswahili sasa hivi kwa njia gani hapa Cologne Ujerumani? Wewe unahisi Kiswahili sasa kina ukubwa na nguvu kiasi gani? Naweza nikasema kwa muda ambao niko hapa Ujerumani kuna mabadiliko makubwa sana. Kwa sababu wakati nikiingia hapa Ujerumani ilikuwa kila Mwafrika nayomuona natarajia kwamba anaweza kawa anaongea Kiswahili, lakini ukimsalimia anaongea labda Kifaransa ama Kispain ama Kijerumani. Kwa hiyo Kiswahili kilikuwa hakiko kwenye ramani ya hapa. Lakini naweza nikakiri yani kwamba kuna mabadiliko na kasi kubwa sana ya maendeleo ya Kiswahili, kwa sababu sasa hivi sio tu kwamba nikimsalimia Mswahili nikibahatisha kwamba bila kujali anatoka Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda ama Tanzania, nikiona tu huyu anaelekea kuwa kwetu namwambia halo, mambo, anajibu na tunaendelea na mazungumzo. Lakini pia wazungu wengi wanaongea Kiswahili. Nikiwa na simu napiga simu, naongea iwe nyumbani ama hapa. Nikimaliza hiyo simu ama kabla sijamaliza nasikia mzungu Mjerumani ananiambia habari, mama, iko. Yani naweza nikasema inanitokea hivyo sana. Kwa hiyo Kiswahili ni lugha inayokuwa na haikui tu kama uyoga, ni kwa sababu kuna juhudi kubwa nyuma hiyo zinafanyika. Iwe hapa Ulaya ama uko nyumbani. Ndio. Kwa hiyo ni lugha kubwa na ni moja ya lugha kubwa. Hata mtu akiingia kwenye mitandao ya internet ama kwenda kufanya research anakuja kuona kwamba Tanzania na Kiswahili ni moja ya lugha kubwa sana. Yani iko nyuma katikati ya Kifaransa, Kiingereza na maybe Kichina ama chochote, lakini kwa kufuata hata idadi ya watu wanaongea Kiswahili ni kubwa hata kuliko Kijerumani. Miaka ya nyuma ni kitu gani kilikuwa kigumu zaidi kwenye swala la utamaduni? Kwa sababu naamini kwamba mlivyotoka, sio wewe tu, watu ambao walitoka Tanzania miaka hiyo wakaingia hapa na kukutana na tamaduni nyingine. Wewe ilikuwaje kwa upande wako? Je, tamaduni ya hapa iliweza kushikana na wewe moja kwa moja, au pia na wewe pia ulipitia wakati mgumu kuweza kuitambua tamaduni ya Ujerumani au ya Ulaya kwa ujumla? Ya hilo yani naweza nikasema moja kwa moja kwamba ilikuwa ni shock. Zilikuwa ni tamaduni mbili tofauti, mazoea ya maisha tofauti. Mimi nilipofika hapa nilipata na ile shock ya kuona kwamba ni culture nyingine, ni utamaduni mwingine. Kwa hiyo ilinichukua miaka mingi ya kuanza kuzoea kwamba nilichotoka nacho nyumbani sio nilichokikuta hapa. Naweza nikasema ilinichukua hata miaka 5 ama 6 kuja kujua, yani kuanza kuanza maisha niliyotoka nayo ama tamaduni ama mentality niliyotoka nayo nyumbani, na hapa nilioikuta hapa kuanza kuishi nayo. Kwa hiyo ukweli kabisa, mtu anapoingia hapa anakuwa anapatwa na hiyo inaitwa mshtuko wa utamaduni na mtu ukizingatia labda kwenye kipindi ambacho tulikuwa tunafika sisi Waafrika ama Waafrika walikuwa ni wachache. Sasa hivi it's okay, mtu anaweza kaja hapa, kwa mfano community tulionayo, akapokelewa bila kujali yuko kwenye familia ya Kijerumani, lakini anakutana na Waafrika wenzake labda mara moja kwa wiki ama mara moja kwa mwezi. Kwa hiyo ile shock inakuwa inapungua kidogo kuliko kipindi hicho cha nyuma. Nilipata taarifa kwamba miaka ya zamani ulikuwa unaweza kutembea karibia dakika 15 hujakutana na mtu mweusi mwenzako. Je, hii ni kweli? Hiyo ni kwa watu ambao wana bahati, ambao watu walikuwa mijini. Kwa mfano tuongelea hapa Cologne,
ilikuwa ukitembea dakika 15 nusu saa hata lisali zima bila kukutana na Mwafrika mwenzio, hiyo ni bahati. Hicho tunaongelea ni watu waliokuwa, lakini kuna watu wako nje ya mji wanakaa miaka bila kuona Mwafrika mwenzake. Wow. So kwa hiyo dakika 15 hiyo ni bahati. Kwa wewe unaweza kuishi kwa muda wa siku moja au siku mbili au wiki nzima bila kukutana na mtu kutoka nyumbani, kutoka Tanzania au mtu yote kutoka Afrika? Mimi wakati nafika hapa ukweli kabisa kwamba nilifika bila kuwa na contact zozote za kwamba nafika labda namkuta dada ama kaka ama mtu nayemjua. So kwa hiyo nilianza kwenye moja kwamba kujua Watanzania wenzangu wako wapi. Kwa hiyo ilinichukua muda mrefu, ilinichukua miezi ya kuja kujua kwamba kuna Watanzania unaweza kukutana na wapi. Kwa hiyo kipindi hicho ndani ya bila kujua kwamba kuna Watanzania ama Wakenya ama wa East Africans, ilikuwa ni torture, ilikuwa ni mateso ndani ya roho, kwa sababu kila Mwafrika niliokuwa namuona mimi namsalimia tu, huku nikiamini kwamba labda anaweza akawa ni mtu wa kutoka nyumbani ama ni mtu naweza nikaongea naye kwa lugha ambayo tunaelewana. Kwa hiyo hicho kipindi kilikuwa kigumu kidogo, tofauti na sasa hivi, yani kwamba ile ratio ya kwamba ukimsalimia mtu anaweza kuwa ni Mkenya, Muganda ama East Africa, sasa hivi ni uwezekano huo ni mkubwa, zamani ilikuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo ilikuwa kidogo ni ngumu, yani kiroho yani. Nataka tuzungumzie sasa kuhusu Bambata. Yes. Ni project, ni party, ni shughuli ambayo inafanyika kila mwaka mara moja. Wewe kama mwandaaji au mwanzilishi wa Bambata, tupe kidogo angalau tujue nini hasa Bambata na kwa nini wewe uliamua kuwa na Bambata? Ni kitu cha kufurahisha kidogo ama tuseme cha kuchekesha, kwa sababu historia ya Bambata, mimi sikuwa kwenye industry ya entertainment, lakini wakati kunatokea corona, kwenye hii story nzima na corona, mimi nilikuwa nyumbani. Unaona, wakati huku kuna zile lockdown zinaendelea na kila kitu, mimi huo mwaka nilikuwa nimeamua kuchukua mapumziko ya kutofanya kazi na nini, nilikuwa tu nyumbani. Na kwa hiyo bahati nzuri tu kwamba wakati lockdowns zinaendelea huku Europe, nyumbani tulikuwa tuna lockdown. Tulikuwa tunaendelea na maisha. Watu walikuwa wanafurahia maisha yao. Watu wanakunywa, tunaendelea. So nilipofika huku nikakuta kwamba watu wamefungiwa majumbani, kuna lockdown, chanjo zinaendelea na kila kitu huko. Sitaki kuenda huko, lakini baada ya kuisha kwa lockdown, nilikuwa nasoma. Mimi napenda huwa kusoma kwenye mitandao, na nikakuta articles mbalimbali zinaongelea kwamba watu wako kwenye depression, watu wako kwenye yani kwenye hii lockdown haijawatendea ile kama binadamu, walishazoea maisha kujiachia. So mimi nikaja na wazo kwamba kwa nini nisiwatoe wa Afrika wenzangu, tukaenda baada ya kuachiwa kwa lockdown, watu wakaenda wakasherehekea, kwa sababu watu walikuwa kwenye hiyo shock, na hata vitu vingi vilifilisika. Kwa hiyo hata kwenye industry ya entertainment kulikuwa hakuna chochote kinaendelea. Kwa hiyo mimi nikawa na wazo hilo. Kwa hiyo nikatafuta watu 4 5, nikawauliza, nikawaambia, jamani, tumetoka kufungiwa, kwa nini tusiandae na kitu ama tusifanye kitu, tusherehekee? Basi mimi nikaita watu 4 5 tukajadili. Niko hivyo, mimi nikiwa na wazo huwa nawaambia watu, kwa sababu uwezo wangu wa kufikiria najua huo una mipaka. Na jina wewe ndio ambaye ulitoa au ni nani alitoa jina la Bambata?
sijui kama ni vizuri kumtaja hapa, lakini sioni kama kuna ubaya wote. Okay. Kwa sababu tunampa maua yake kwamba yeye ndio. Shukrani sana kubwa. Huyu ni dada Eva Kidunda ndo alitoa hili jina. Okay. Lakini kwenye hiyo kamati walikuwepo watu wengi. Watu watano ambao tulikuwa tunajadili na dada Eva Kidunda alivyotoa hilo jina, kwa sababu majina yalitolewa mengi, afu dada Eva akasema majina mengine yako so nini tunaita common akasema tuite tu Bambata. Mtu akiuliza jina tunamwambia ndio hivyo. Ndio. So kwa hiyo Bambata ikaanzia hapo, baadaye mimi ndo nikaachiwa sasa huo mzigo. Mimi ambaye nilitoa hilo wazo nikaachiwa mzigo kwenye masuala ya organization. Niko vizuri kwenye kuorganize mambo kuliko kwenye kutangaza huko siko vizuri. Sio sehemu yako. Na huwa anahitaji msaada na ndio maana wanakuhitaji. Turudi kwenye kitu kimoja ambacho kabla hatujaenda kwenda kufunga siku ya leo au kwenda kwenye kuaga watu ambao wanatutizama, lakini pia tukushukuru wewe ambaye popote ulipo, kama uko Ujerumani, uko Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Marekani, popote pale unatufuatilia Pambazuka on Air. Tunasema asanteni sana kwa kuweza kutupa nguvu hii ambayo nyinyi mnatupatia, kwa sababu bila nyinyi tusingeweza kufanya tukio hilo. Ningependa kumuuliza mara ya mwisho George, labda kwa sababu umeshaishi muda mrefu hapa. Na naamini utakuwa na mawazo mazuri kwa vijana ambao wanakuja au wanaishi hapa Ujerumani, na hasa Cologne, kwa sababu wamekuwa nyumbani sasa hivi. Cologne pamekuwa nyumbani. Ukija Cologne unashuhudia Waswahili wengi sana. Ukitaka kujua utamaduni wa Kiswahili unaujua kabisa. Na kaka yetu kiukweli ni mtu mmoja ambaye alifika hapa mapema sana, akapata chance nyingi sana na akazitumia vizuri, na mpaka leo watu wengine tunamuita Godfather. Hiyo pia ni heshima kubwa sana. Asante. Tupe ushauri wako mimi wa maisha hapa Cologne au Ulaya kwa ujumla. Mimi nachoshauri mtu yoyote kutoka nyumbani ama yoyote, iwe ni kijana ama msichana anaoingia hapa, kwanza kujua kile nini kimemleta. Cha pili, kuhakikisha ameingia kwenye system bila kujali ni vipi ameingia kwenye system. Sitaki kuelezea ni vipi mtu anaingia kwenye, ama iwe ameolewa ama amekuja hapa kwa mwaliko ama ameoa, lakini muhimu kuwa kwenye ule mstari ulionyoka kwanza, alafu sasa baadaye tutajua kwamba kitu gani. Vinginevyo utakuja kuona unapoteza muda wako mwingi. Ingia kwenye system, alafu kama una ideas, kama una visions, ndio unaweza kuzi-implement ukiwa kwenye system. Ukiwa kama unafanya kazi, kuna vyela unavipata, unaweza kuwekeza sehemu. Kwa hiyo mimi ninachowashauri vijana wanaoingia, cha kwanza kabisa ni kuhakikisha umeingia kwenye system. Cha pili, tafuta ndugu zako. Tafuta watu mnaotoka nao kwenye culture moja, kwenye continent moja, kwa sababu tumeshaona wengi sana ambao wanasema mimi sitaki kudeal chochote na Waafrika, alafu kuna mambo yanatokea mabaya sana, sitaki kuyaeleza hapa, unaona. Lakini mazuri yanayotokea kwa sisi kuwa kwenye community kama hii Pambazuka ama yoyote ile ni mengi sana, sio tu kwenye kuzikana ama kwenye misiba, lakini hata kwenye yale mambo ya furaha na kila kitu. Kwa hiyo tafuta community yako, tafuta watu wako. Hicho ndio kitu ambacho nawashauri vijana wote wanaokuja. Vinginevyo, elimu, fanya Ausbildung, jiendeleze kielimu, jiendeleze kikazi, huko kila mtu anajua kwamba nini anatakiwa kukifanya. Lakini tunapokuja kwenye masuala ya utamaduni, culture, nasema tafuta watu wako, kama ambavyo leo tuko kwenye Pambazuka, tuna watu kutoka Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, wote tunaficha kwenye mwamvuli mmoja. Hicho ndo peke yake nachoweza kuongea kwenye. Nini kushukuru sana, lakini pia naomba pia niwaambie watu kwamba ametumia neno moja la Kijerumani linaitwa Ausbildung.
kwa Kiswahili mafunzo ya vitendo kama pale VETA, yale mafunzo wanayoyatoa, au ukienda pale Chuo Kikuu Zanzibar SUZA au Dodoma sehemu nyingine pia. Kusoma mafunzo ya vitendo ni jambo muhimu sana, hasa kwa hapa Ulaya, kwa sababu litakupatia nafasi wewe kubwa sana ya kuweza kuanza kufanya kazi na kufanya vitu vingine. Kuna lingine jipya, una lolote lile kabla hatujasema kwa heri? Hapana, mimi nawashukuru kwa kunipa hii nafasi. Na sisi tunasema asante sana. Tunakushukuru sana kaka Nyika, tunakushukuru sana na tunasema hongera sana kwa kazi unayoifanya na juhudi zote ambazo unazozifanya. Tuko nyuma yako na tuko pamoja. Na pia tunakushukuru wewe ambaye uko kokote kule na unaendelea kuifuatilia Pambazuka On Air. Naitwa Muslim Alhamdani, anaitwa Nyika. Tunasema kwa heri. Asante sana. Unatizama Pambazuka On Air.